Chadi yalaani tishio la Sudani kushambuliwa viwanja vya ndege vya nchi hiyo, na huku akitangaza hiyo ni vita. Hii ni Nje ya Box TV update, langu jina ni Christina Mbaruko. Chadi imelaani kauli ya kitisho ya Jenerali mkuu wa Sudani kuwa itashambulia viwanja vyake vya ndege na kuliita ni tangazo la vita. Wizara ya mambo ya nje ya Sudani imesema itajibu kulingana na sheria za kimataifa ikiwa mita ya mraba wa eneo la Chadi itatishiwa. Onyo hilo linafuatia kauli ya LT Jenerali Yasir Al-At, naibu kamanda wa jeshi la Sudani, ambaye alisema UAE ilitumia viwanja vya ndege vya Chadi kupeleka silaha kwa wanamgambo wa Rapid Support Force RSF. Jeshi la Sudani linaishutumu UAE kwa kuwaunga mkono RSF katika muda wote wa vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyodumu kwa miaka 2, ambavyo vimesababisha mzozo mbaya zaidi wa kibinadamu duniani. Wataalamu wa Umoja wa Mataifa wamesema shutuma dhidi ya UAE za kusafirisha silaha kuwapa RSF kupitia Chadi ni za kuaminika, lakini UAE inakanusha hilo. Kauli ya Luteni Jenerali Ata imekuja baada ya Sudani kupeleka UAE kwenye mahakama ya kimataifa ya haki ICJ kwa madai ya kuunga mkono RSF. Akizungumza katika hafla ya mazishi ya afisa mmoja wa jeshi aliyeuawa katika shambulio la ndege isiyo na rubani ya RSF siku ya Ijumaa, wakati jeshi likiteka tena ikulu ya rais, LT Jenerali Yasir Al-At alisema viwanja vya ndege katika mji mkuu wa Chadi N'Djamena na mji wa mashariki mwa Amdjalasi ni shabaha halali. Luteni Jenerali Ata alisema hatua za kulipiza kisasi zitachukuliwa dhidi ya UAE, Sudani Kusini na rais wa Chadi Mohamed Deby. Sudani Kusini pia imeshutumiwa kwa kuunga mkono waasi wa RSF, imekanusha kuunga mkono upande wowote katika mzozo huo. Ilikuwa ni Nje ya Box TV update, langu jina ni Christina Mbaruko. Usisahau kusubscribe, like na kushare ili wa kwanza kupata notification.